Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Na mtazamaji, bila shaka uko salama kabisa. Jina langu ni Christopher Beda, Mwana Janduro, na nyuma kamera ni AP Classic Wear. Imekuwa kama ada yetu kukutana mahali hapa kwa lengo kubwa zaidi kuzungumza michezo. Naam, leo hii tunakwenda kugusia watu hatari zaidi miongoni mwa wale hatari wa timu ya Simba na Yanga kuelekea siku ya tarehe 25, kwamba wachezaji wepi ambao pengine hawa ndio hatari zaidi na wa kuchungwa sana. Postable tunaitaga hivyo. Naam, nipo na mzee wa data Ramadhani Mbwaduke, angalau tupige story 2-3 katika yale ambayo nimekueleza. Huyu hapa mzee data, karibu sana dimbani. Shukran, asante sana bwana Chris. Naam, naona umepoa Kabisa. Tuna vijana tunasema hivyo, umepoa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama tumepoa. Yeah. Shukrani sana. Mzee wa data, tunafahamu tarehe 25 tuna tukio kubwa kimpira la kitaifa au Afrika nzima itakuwa inafuatilia dabi ya Kariakoo. Yeah. Najua Yanga, Simba kuna wachezaji wengi wazuri na wamekuwa na mchango katika timu zao tofauti tofauti. Bali natamani kuwapata wachezaji wawili, yani Simba mmoja, Yanga mmoja. Hawa tunaoita postable. Angalau sasa ungeniambia wachezaji gani hao ambao watawakilisha wenzao wazuri wengine waliobakia katika dabi ya Kariakoo, Ambao ni kwa mtazamo wangu. Naam, wewe kwa upande wako sasa unaambia chagua watu wawili. Najua wapo wengi, wawili tu. Lakini pia ukizungumzia dabi ambayo kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya ligi, si ndio? Kwa mujibu wa ratiba Ya bodi ya ligi. Ratiba ya bodi ya ligi. Sababu Simba na Yanga wana mambo yao, wasije kaka kupopoa mawe hapa. Lakini ukweli ni kwamba unachozungumza ni kuhusiana na ratiba rasmi ya bodi ya ligi. Baada ya mechi kuahirishwa Machi 8, kuahirishwa Machi 15, sasa iko 25 Juni 25, ambayo huenda ikawa ni fainali. Naweka kwenye mabano kwa sababu katika ligi huwa hakuna fainali. Mwenye pointi nyingi ndio wabingwa. Lakini kwa mazingira yaliyopo, Simba Yanga, mwenendo wao, endapo Yanga atamfunga Dodoma Jiji, Simba atamfunga Kagera Sugar, manake bado tofauti ya pointi baina yao itakuwa ni pointi moja. Yanga kwa sasa wana pointi 76, Simba pointi 75. Kwa hiyo ikitokea wakishinda, Yanga 79, Simba 78. Kwa hiyo ndio maana nasema Juni 25 itakuwa kama fainali, kwa sababu mwenye pointi nyingi zaidi sio anakuwa bingwa. Simba watahitaji kushinda imma fa imma. Wakishinda wanakuwa mabingwa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 24-25. Yanga endapo atashinda dhidi ya Dodoma Jiji, Simba naye akashinda dhidi ya Kagera Sugar kama nilivyotoka kueleza awali. Kwa lugha nyingine, kila mmoja akishinda zake, Yanga atahitaji sare yoyote ili awe bingwa, kwa sababu atatimiza pointi 80, Simba atabaki na pointi 78. Lakini endapo Simba atashinda, Simba atatimiza pointi 81, Yanga atakuwa na pointi 79. Kwa hiyo Simba atakuwa bingwa akishinda, Yanga atahitaji walau sare. Akishinda vizuri zaidi ataongeza pointi zake, lakini itakuwa hata sare inawatosha. Sasa kuelekea mechi hii, kwenye swali lako la msingi, umeeleza vyema. Yanga kuna nyota wengi mno, Simba halikadhalika. Naposema mno na maanisha kikosi kizima, kuanzia golini mpaka ni kuwa mshambuliaji kinara kwa timu zote mbili. Wengi ni nyota na wamethibitisha maeneo mbalimbali kwenye ligi kuu Tanzania bara, na wengine wametoka nje ya Tanzania katika huko walikokuwa walionyesha kiwango cha juu, na hata sasa kwenye msimu huu kila wanapata nafasi wameonyesha kiwango bora. Ni timu ambazo zimeundwa na nyota ambao wamethibitisha ubora wao msimu huu chini ya makocha Fadu Davids wa Simba, Hamdi Milud wa Yanga. Lakini kwa mwenendo wa hivi karibuni, Simba Yanga, bila kujali idadi ya mabao waliochangia kila mmoja, kwangu mimi au unaosema poster boys, make si wawili umesema, Yes, ambao wana deserve. Kwa mfano linatenzwa tangazo, ndio maana chanzo cha kuitwa poster boys wachezaji wa hivyo ni kwamba sura zao zinaweza zikatumika kwenye mabango, kwenye mbao za matangazo. yes. Kwa Simba namuona Eli Mpanzu Kibisawala amekuwa gumzo sana. Kwa Yanga kwa sasa ni Peodo Pacome Zouzoua amekuwa kwenye kiwango bora sana, kiasi ya kwamba ubora wao katika siku hiyo unaweza ukachangia kwa kiasi kikubwa kupatia makocha hao matokeo chanya kwao. Yani kwa Fadu Davis wa Simba, nikizungumzia Eli Mpanzu Kibisawala, kwa Peodo Pacome Zouzoua wa Yanga. Msisitizo, hawa nimewataja haimaanishi kwamba hakuna wengine wazuri, na wewe pia umeshatangulia hilo, kwa sababu kwenye mabao kwa mfano utamkuta Jasha Ua na mabao 16 na assist 9 akichangia mabao 25, mwingine ingeweza kumtaja. Mimi nazungumzia wale ambao sio tu kwenye mabao na assist na pass za mabao, lakini namna wanavyocheza uwanjani. Kuna eye test, wale ambao na kwenye macho ukiangalia kuna kitu unakiona cha ziada mbali na mabao
na assist, ingawa ndo masuala ya msingi katika timu kupata matokeo. Kwa nini namtaja Eli Mpanzu Kibisawala? Kaingia Simba mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara, lakini mpaka sasa Chris na watazamaji wako, Mwamba ameshacheza mechi 16. Kabla ya mechi yao iliyopita dhidi ya KenGold ambayo alifunga, alikuwa amecheza mechi 15. Dakika 1066 kapiga mashuti 26, 16 on target. Maana yake shooting accuracy, usahihi wa kupiga mashuti kulenga shabaha kwa Eli Mpanzu ni around 62%. Na baada ya mechi ya Simba dhidi ya KenGold, maana yake mpaka sasa Eli Mpanzu Kibisawala ambaye alifunga bao katika mechi hiyo ana mabao 4, lakini ana assist 6. Kwa hiyo kwa ujumla kichanganya mabao aliyofunga na pasi saidizi za mabao alizotoa, jumla amechangia mabao 10 kati ya mabao 68 waliofunga Simba mpaka sasa, ambayo katika asilimia utagundua 10 kati ya mabao 68 kuzidisha kwa 100, unagundua kwamba mchango wake kwa ujumla ni asilimia 15 ya mabao yote waliofunga Simba msimu huu katika ligi kuu Tanzania bara. Kumbuka amejiunga na timu mzunguko wa pili wa ligi kuu, hakushiriki kwenye pre-season wakati timu inatengenezwa kule Misri na kocha Fadu Davids, lakini ndani ya muda mfupi amefika tu panga pangua, yeye hakosi. Umuhimu wake kwa Simba wakati inaposhambulia, mara nyingi Simba kocha Fadu Davids mfumo mama anaotumia baada ya golikipa ni walinzi 4, viungo ile ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Ingawa huwa ananyumbulika wakati mwingine kunakuwa na 3-5-2 kama mechi dhidi ya Singida Black Stars kipindi cha pili alitumia mtindo huu baada ya kuingia Abdurazak Hamza, akawa na Hamza, akawa na Shemalon Fondo, akawa na Shamu Karabu, akawa na 3, halafu wale mabeki wa pembeni wanasogea mbele wakawa kama wing backs katika viungo 5, halafu washambuliaji mbele 2. Wakati mwingine anakuwa na baada ya golikipa ni 4-3-3, 4-4-2 baada ya golikipa, lakini kote huko Mpanzu akicheza kwenye makaratasi anaonekana na operate kutokea upande wa kushoto, lakini kwenye kucheza mara nyingi anaingia ndani, anatoa fursa sasa kwa beki wa kushoto. Anaweza akawa Mohamed Hussein Shabalala, Valentin Nouma, whoever, yeyote anayepangwa hapo ndio anafanya kazi ya kusafiri kuongeza mapana ya uwanja, yeye akipata nafasi ya kwenda kuungana na wale wanaokuwa kati kwenye ubunifu, kwa maana ya Jashaua nyuma mshambuliaji wa kinara analeta vurugu zake pale. Ndio maana amepiga mashuti 26, halafu 16 yamelenga shabaha kabla ya mechi dhidi ya KenGold, na kisha kutoa mchango huu mpaka sasa akiwa amecheza mechi 16. Miongoni mwa paswa kichwa kwa mabeki wa timu pinzani, hapa tunazungumza upande ambao anaweza akacheza Ezra Patrick Mwenda, anaweza akacheza Kibwana Shomari, anaweza akacheza Dickson Jobu. Nazungumzia beki mbili. Kwasi Atula yao huwezi kumtaja, ni mgonjwa, ana majeraha, hayupo kikosini, hatarajiwi kuwepo katika mechi dhidi ya Simba na Yanga wakiwa mwenyeji kwa sababu ni mgonjwa. Kwa hiyo ndio maana nimetaja hao. Mwalimu Hamdi Miludi anaweza kampanga mmoja wapo kulingana na mfumo atakaocheza. Huyo ndiye atakayekuwa anakumbana mara kwa mara na Eli Mpanzu Kibisawala, lakini pia mabeki wa kati. Anaweza kawa Ibra Baka, anaweza kawa Dickson Jobu, anaweza kawa Bakari Ndomo Mnyeto, anaweza kawa Azizi Andabwile amerudishwa chini hapa kama beki miongoni mwa mabeki wa kati siku hiyo, maana mwalimu ndo ajiwae. Hao ndo likely kuna uwezekano kukumbana na balaa la Eli Mpanzu Kibisawala ambaye ana kasi sana, anachenga za maudhi, ana mashuti makali. Yeye kwa namna anavyocheza hivi karibuni tangu atwe Simba, ni dhahiri kwamba unapozungumza wachezaji wawili sura zao gumzo, na yeye huwezi kukosa kumtaja. Na ikumbukwe kabla ya mechi hii gumzo, wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wanatania wenzao, wanasemaje? Mnamuogopa Mpanzu, mtaiona siku hiyo. Sasa kwa ubingwa hadi mkabe Mpanzu, mpaka mkabe Mpanzu. Sasa Mpanzu fursa sasa ya kukabwa na Yanga ndio hii, kama akiwa fiti, mwalimu akimpa nafasi ya kucheza, basi tutarajie Mpanzu akiwa miongoni mwa wale ambao kwangu mimi naona wana deserve hicho cheo unachokiita cha kuwa among miongoni mwa poster boys wa kuibeba mechi. Lakini kwa Yanga kuna Peudo Pacome Zouzoua, wenyewe upenda kumwita Le Professor, mchezaji bora wa zamani wa ligi kuu ya Ivory Coast kabla ya kutua Yanga. Amekuwa kwenye kiwango bora sana Pacome Zouzoua. Yeye naye kama ilivyo katika Simba mfumo wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1, Yanga pia Hamdi Miludi mfumo mama katika kupanga kikosi ni huo. Baada ya golikipa walinzi 4, viungo wale ukabaji 3, shambuliaji mshambuliaji kinara mmoja. Pacome katika hao 3 sasa. Nyuma mshambuliaji kinara, mbele ya wale viungo wawili pale kati, Pacome ndo unampata. Mgongoni nambari 26 huwa anaonekana kwenye makaratasi anatokea upande ambao kama Mpanzu, yani upande wa kushoto. Lakini kwenye kucheza Pacome Zouzoua ni unpredictable, ni unplayable, ngumu kucheza naye wakati mwingine kwa sababu humkuti eneo moja. Anaweza kaingia ndani, anaweza kawa kulia,
anaweza akarudi kabisa nyuma akawa kama vile ni miongoni mwa walinzi katika kuhakikisha timu yake inakuwa salama, inaepuka mashambulizi ya kushtukiza, pressing, shinikizo, yuko vizuri. Pacome Zouzoua kabla ya mechi yao iliyopita ambayo Yanga walishinda mabao 5 dhidi ya Tanzania Prisons, yeye akifunga mabao 2, alikuwa tayari ameshapiga mashuti 31. Katika mashuti 31 ilitokana na kucheza mechi 23 dakika 1320. Mashuti 31, 20 on target. Shooting accuracy, tunasema usahihi wa kupiga mashuti kulenga shabaha ulikuwa ni around 65%. Peodo Pacome Zouzoua, lakini akafunga mabao 9, akatoa pasadi za mabao 9. Jumla akichangia mabao 18 kati ya mabao waliokuwa wamefunga Yanga kabla ya mechi iliyopita dhidi ya Tanzania Prisons, mabao 71. Lakini baada ya mechi na Tanzania Prisons kaongeza hizo takwimu zake. Mabao kaongeza 2, kwa hiyo mabao jumla amefunga 11, assist zipo zile 9, ashachangia mabao 20 kati ya mabao 76 waliofunga Yanga. Ukiweka mchango wa jumla mabao aliyochangia kwa Yanga msimu huu, unagundua ni around 26%, kwa sababu ni mabao 20 kati ya 76 waliofunga. Peodo Pacome Zouzoua goli lake lenye nguvu zaidi la kulia, ingawa kucheza unaonekana tokea upande wa kushoto, urefu around 5 na inchi 10, kupiga chenga kuwatoka watu 2 3 ashindwi, lakini vile vile mzuri kupiga mashuti ya kulenga shabaha kama nilitoka kuambia, shooting accuracy ya 65%, mipira ya kutenga iko vizuri, kumtambua uwanjani ni rahisi kwa sababu nywele zake kama zina bleach, lakini vile vile kumtambua rahisi kwenye miguu kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kuzungumza kwa miguu katika kuchezea mpira. Ashindi kwa pita watu 2 3 kama nilitoka kuambia. Huyu kama anakuwa fiti siku hiyo, Mwalimu Hamdi Milud ni ngumu kumwacha nje kwa sababu yuko kwenye kiwango bora sana. Akiwa uwanjani, maana yake wenye kazi ya ziada kupambana naye ni mabeki sasa wa kulia wa Simba. Hapa tunazungumzia Shomari Kapombe, show me the way. Anaweza kawa Kevin Kijiri, anaweza kawa David Kameta Duchu. Mwalimu Fadu Davids ndo anajua nani atakuwa fiti kutekeleza jukumu hilo, lakini kwa vyovyote vile watakuwa na kazi ya ziada kwa sababu Peodo Pacome Zouzoua akiwa kwenye kiwango chake bora, beki anemkaba hapati nafasi wasa wa kwenda kuisaidia timu yake katika kupandisha mashambulizi, kwa sababu akifanya hivyo atatengeneza mazingira ya kuwafanya mabeki wake wakati walazimike kwenda kukava hiyo nafasi kwa sababu ya uwezo wa Pacome katika kuwa akipata mpira kumpita mtu mmoja mpaka 2 mpaka 3. Kwa hiyo mabeki wakati viungo au ukabaji, anaweza kawa Yusuf Kagoma, anaweza kawa Fabrice Luambangoma, wanaweza wakawa akina Augustine Okejefa, kwa sababu nataja watu ambao wenye nafasi yao hapo, Mzamiru Yasini, lakini nao mabeki wanatoka kwa taji upande wa kulia, na mabeki wakati Abdulrazak Hamza, Shemalon Fondo pamoja na Shamu Karabu watakuwa na kazi ya ziada kupambana nambari 26 mgongoni. Peodo Pacome Zouzoua anavutia anapokuwa na mpira, kama nilivyotoka kuelezea Elie Mpanzu Kibisawala, movement zake, kasi na mbio na mashuti. Peodo Pacome Zouzoua fundi sana. Mechi iliyopita kwa mfano dhidi ya Tanzania Prisons, kuna tukio kwenye kuelekea mwishoni mwa mchezo aliwachukua watu kama 3 hivi, lakini kuelekea mwishoni mwa kipindi cha pili, yani kuelekea mwishoni mwa mchezo, alipata tukio la namna hiyo, akawatoka watu kama 3. Bahati mbaya kwake huo mpira ulikwenda nje, vinginevyo ingekuwa bonge la bao, ikihitimisha kazi nzuri aliyoifanya siku kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, ambako watu mara nyingi huwa inaelezwa kwamba uwanja wake hauruhusu sana boli kutembea. Hata kocha Hamdi Miludi alisema kabla ya mechi, lakini kwa Pacome boli lilitembea, alifanya atakavyo, akiwapa wakati mgumu akina Jumani Al-Fadhili, akina Doto Shabani ambaye kuna mpira mpaka akajikuta na mkabizi, kama unakumbuka vizuri. Alikuwa kwenye kiwango bora sana. Sasa kwenye kiwango hiki yeye na Mpanzu, kwa swali lako, naona wanastahili sifa hii ya kwamba wao, kama unatengeneza mabango unaweka sura ya Pacome Zouzoua, unaweka na Elie Mpanzu Kibisawala kwa mikogo yoyote wakati wanaotoka wapinzani, kwa sababu wanavutia sana wanavyoondoka na mpira dhidi ya wapinzani. Ni mateso kwa timu ambayo inamkaba Mpanzu, kwa timu ambayo inamkaba Pacome. Ni furaha kwa timu yenye Pacome, kwa timu yenye Mpanzu dhidi ya mpinzani yoyote. Kwa hiyo kwa burudani kwa wanayanga, mateso kwa Simba. Burudani kwa Simba, mateso kwa Yanga. Kwa namna yote ile katika siku hiyo, wahusika ni pamoja na hawa: Elie Mpanzu Kibisawala mgongoni nambari 34, Peodo Pacome Zouzoua mgongoni nambari 26, aliyezaliwa Aprili 30 mwaka 1997. Ndio data, mimi ni kushukuru sana. Shukrani jazilan. Inawezekana ukajiuliza,
hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.